nini ndugu wanapenda kuingilia ndoa na kusababisha migogoro na uvunjifu wa hizo ndoa? Asilimia kubwa ya ndoa nyingi zinazokuwa na migogoro mara nyingi huwa asilimia kubwa inachangiwa na ndugu. Si ndio? Sawa. Sasa ni sababu gani ambazo zinapelekea mpaka ndugu wanakuwa wanaingilia hizi ndoa? Leo tuzichambue sababu 4 tu. Sababu ya kwanza ni ndugu kujiona wao ni sehemu ya ile ndoa. Yaani wao wanakuwa katikati ya ile ndoa. Yaani bora angekuwa katikati ni sehemu, yani ni sehemu ya ile ndoa. Mmoja wa ile ndoa. Yaani wao wanajiona kama vile na wao ni wanandoa, tuseme kwa kifupi. Kwenye ile ndoa. Kwenye ile ndoa. Sawa? Okay. Kwa hiyo na maana maamuzi mengi wanatamani na wao wawepo kwenye ile maamuzi ya ile ndoa. Sawa? Kwenye mipango mbalimbali wanatamani wawepo. Sio nyinyi mmewapa nafasi ya kuingia kwenye ndoa yenu? Sometimes unaweza kuwa hujawapa nafasi, japo asilimia kubwa huwa wanakuwa wanandoa wenyewe ndio wametoa nafasi. Sawa? Labda kuna jambo linawatatiza, wanaamua waende wakaombe ushauri kwa ndugu jamaa na marafiki. Sasa kwa hiyo ndoa wakati mnaoana mliambiwa kwamba mnatoka kwenda kuomba ushauri? Si mnakuwa na washenga wenu? Hata mshenga mwenyewe sio lazima umwambie. Kuna haja gani kumwambia mshenga na kati nyinyi mpo wawili na ndoa tushasema ni ya watu wangapi? Wawili. Kwa hiyo inamaanisha vitu vyote inabidi nyinyi mvi control ndani kabla hata kupeleka sehemu nyingine. Linaloenda nje na maana leo limeshindikana, si ndio? Hebu tuambie kwa nini ndugu ni sababu na ni sehemu. Ndugu wanatamani wao wawe sehemu ya ile ndoa. Waingilie maamuzi, waingilie mipango ya ile ndoa. Yaani kama mnapanga kujenga, kuna ile sasa unakuta ndugu anakwambia msijenge kwanza. Kaeni miaka 2-3 baada hapo ndo mtaanza kujenga. Kwa hiyo maamuzi yanatoka kwa wapi? Kwa ndugu. Hawa sasa wameshakuwa ni sehemu ya nini? Mwanaume akiongea kumwambia mke wake, bwana nilikuwa natamani mwaka huu tuanze, baba alisema. Hapana. Kuna ile mmejadili jambo fulani kwenye familia, alafu mwanaume anamwambia ngoja nikamuulize kwanza mzee tuone kama hili jambo tunaweza tukalifanya au tusilifanye. Kwa tafsiri yake ni kwamba anasubiri maamuzi kutoka kwao. Ina maana ndugu ndo wanaofanya maamuzi ya ndoa yake. Ndo ndoa yenyewe sasa kwa kifupi yani tuseme. Umenielewa? Ni mistake ambayo ndugu wengi wanafanya, ni mistake ambayo wanandoa wengi wanafanya. Lakini sababu ya pili ni kumuona ndugu yao yuko sahihi kumzidi mwenzake kwenye kila kitu. Kwa mfano, tuashumu pengine ndugu wa mwanaume. Wao wanaamini mtoto wao wa kiume yuko perfect for each and everything. Kwa any mistake ambayo itatokea kwenye ndoa yenu, mwanamke ndio mwenye shida. Analaumiwa mwanamke ndio mwenye shida. Brother toka ameoa, kuna 1, 2, 3 hatuyaelewa. Ni kwa sababu ya huyu mwanamke. Sio, umeelewa? Kwa hiyo wewe mwenyewe kumuona mtoto wao yuko perfect. Hilo ni kosa ambalo pia wanandugu wanafanyaje? Wanalifanya. The same pia kwa mtoto wa kike. Ameolewa, ameenda kukutana na mwanaume. Sawa huko. Mwisho wa siku familia, hata kama huyu mtoto wa kike anafanya mistake kwenye ile ndoa, ndugu zake wanamuona mtoto wao wa kike yuko perfect. Mwenye shida ni nani? Ni mwanaume. Umenielewa? Kwa hiyo kila mzazi anavutia upande wake, au kila ndugu anavutia upande wake. Kwamba kwa mfano ni madada wanavutia labda kwa kaka yao. Ni makaka wanavutia kwa dada yao. Kumuona dada yao ni sahihi, hata kama ndio yeye ndio alikuwa na makosa. Ndio ile kwamba ukifanya kosa wewe ndio mwenye shida. Kumbe shida ilitoko pale wa pili. Ikiwa kwenye ndoa negotiation huwa ni ya watu hawa wawili. Sawa? Na kwa sababu hampo kwenye ndoa hiyo husika, ina maana hautakiwi kumpa sifa kaka yako, au hutakiwi kumpa sifa huyu nani dada yako, kwa sababu hujui chanzo cha shida yao kwenye ndoa ni nini. Umenielewa? Kwa hiyo usije ukasema he is perfect or she is perfect. Yaani kuwa perfect inategemeana na changamoto wanaoipitia kwenye hiyo ndoa. Umenielewa? Hiyo ni sababu ya pili ambayo ndugu wengi huwa wanamuona ndugu yao ndio yuko perfect. Yuko sawa. Umenielewa? Lakini sababu ya 4 ni masuala ya kifedha. Yaani kuna ndugu wanaamini uchumi wa kaka yetu au uchumi wa dada yetu alienda kuolewa ni uchumi wa familia. Baba alimsomesha mwanae. Sijui umenielewa? Yeye anaona ana haki. Ni uchumi wa nini? Wa familia. Hakuna engo mbaya ambayo huwa inaleta migogoro kwenye ndoa kama engo ya kifedha. Mipango na mikakati ya kifedha inapangwa na watu hawa wawili. Ndoa ni taasisi. Sawa? Yaani sawa na leo hii kaka yako afungue shule. Sawa? Afungue shule, alafu unasema nawapeleka wanangu wakasome. Si shule ya kaka yangu?
napeleka wanangu wakasome. Kumbe unasahau ile ni taasisi. Ile ni taasisi inatakiwa ijiendeshe, ina mipango, ina budget. Umeelewa? Ni the same pia na ndoa. Ukishaozesha mtoto wako akishaoa, wameingia kwenye taasisi ambayo wanahitaji mipango, wanahitaji budget, wanahitaji mikakati. Sio, umeelewa? Kwa hiyo usitegemee kwamba nitapata kama nilivyokuwa napata mwanzo. Unaweza kuwa unapata lakini mpaka iingizwe kwenye nini? Kwenye budget. Yes. Kwamba tumeona kabisa baba anastahili kupewa mbolea, tutampa. Lakini mpaka ingie kwenye nini? Kwenye budget. Sio, umeelewa? Na lazima familia ikae izungumze. Kwa kitendo cha familia sasa kuichukulia fedha ya wanandoa ni fedha ya ukoo. Hapo ndio kipengele kinapokuja kwanza. Wewe ulitakiwa utoe milioni 1. Kaka yetu toka ameoa asomeshi kwa jomba zake. Yule mwanamke anamuendesha. Amemshika masikio. Yule mwanaume yani anachukua mishahara, hela zote anabeba yeye. Lakini wanashindwa kujua kwamba hii ni taasisi inatakiwa ijiendeshe kimikakati na kimipango. Sawa? Jambo la 4 ni hofu ya kumpoteza ndugu yao. Watu wengi huwa wanaamini hasa kwa mabinti. Hapa tuzungumzie sana kwa mabinti. Wazazi wengi huwa wanaamini binti akiolewa basi ndo ameenda hivi. Na ni ukweli. Sawa? Au? Yaani sio huo ni uongo, ukweli wapi? Binti akiolewa haimaanishi kwamba ndio ameondoka mazima. Mtazidi kuwasiliana, simu zipo. Ndiyo. Kuna wakati atapewa likizo, atakuja nyumbani kusalimia. Kila kitu kiko sawa. Lakini kwa sababu wao wana hofu ya kumpoteza binti yao, wanaanza kumkasirikia mkwe bila sababu, kwa sababu ameondoka naye, umemuoa Mwanza, alafu umeenda naye kuishi Mbeya. Umemtenga kabisa mbali na nyumbani. Siku hizi tunamuomba binti yetu hela, hatumi.